nyumbani kupata kwenu kazi kama wasichana inaguaga ni rahisi ama mnakuwa pitia changamoto makubwa? Tunapitia, zingine ni rahisi, zingine tunapitia changamoto. Unaweza kuwa umesoma, umepata, uko na certificate zako, lakini wakati wa kupata kazi ni shida. Unaweza enda ofisi ama unaweza apply kazi, upite hiyo interview. Ukose, umepita, umefanywa kila kitu, ukose kuitwa ama ukose kupewa kazi, juu kuna mwingine huko amefanya corruption, yani labda amelipa ama wako na mahusiano na huyo mtu. Sisi wengine tunateseka sana. Hujambo, karibu mpenda mtazamaji Beyond Borders Podcast Connected. Tunakuletea tena mara nyingine kipindi chako kipendacho Sauti ya Mkimbizi, ambapo kinakuwa kinaletwa nami Esther Shubabu. Hapa ndio kama unajiunga nasi, Eve Kasinda anakuwa anashikilia kamera, huko Chris Santos akifuatilia ufundi, na huko ndani ya studio tuko na mrembo wetu. Asikia leo mambo ni aje? Poa sana. Unajua watazamaji wanakuwa na haja kufahamu ni nani. Kwa majina naitwa Sara Kashare. Naishi hapa Kakuma. Na mimi ni mkimbizi, na nationality yangu mimi ni Mganda. Sijui hapa Kakuma mahali ambako naishi kwanza kunakuwa na namna gani? Kuko poa siku hizi ama wakora wameshavamia? Anyway, penye naishi kulikuwa na disadvantage za wakora. Tulikuwa na wakora wenye wanaingilia watu, wanatuibia masimu, but saizi thank God wameshajipea shughuli. Wengine wameenda maeneo ya Lodo huko side ya Gold, wanafanya kazi hapo, nashukuru Mwenyezi Mungu. Hapa Kakuma umeshakuwa na miezi ama miaka hivi? Niko na miaka karibu 26. Ndio. Na juu ikiendelea. Maana ulikuja hapa bado mdogo sana. Nilikuwa mdogo sana. Sijui mabadiliko yako na gisi umekomaa hapa, unajikutaje huko? Unajikuta tuko poa ama unaboeka kabisa na maisha hapa? Kulingana na bidii ambaye familia imenisaidia, pia mimi mwenyewe nimejitia bidii kwenda shule, kupata knowledge kidogo na skills. So alafu pia najituma kujitafutia kazi, training kidogo. Namshukuru Mwenyezi Mungu pia hapo. Hapa unakuwa na familia yote, wazazi ama wewe mwenyewe? Niko na wazazi pamoja na mandugu zangu na wadogo wangu. Hapo umeolewa ama? Niko single jamani. Ndio hivyo mpenda mtazamaji, kama unazina kuona wewe ni msichana, tunaona na kuna kwa changamoto nyingi wasichana mnakuwa mnapitia, hasa wakati mnaanza kuwa, sijui wakati unakuwa unafikia miaka 18, 19 hizi, ulikuwa unakutana na changamoto gani hasa hapa kwa community? Changamoto ni nyingi. Sometimes ni peer pressure. Ukikutana na marafiki wabaya pia wanakupressure uingie katika maisha yenye haustahili kuingia. Nyingine pia kulingana na familia ama wazazi. Naongelea wasichana wengine lakini mimi sijaipitia. Early marriages, maisha ni ngumu, situation nyumbani, hata kukula chakula ni shida. So umepata mzazi amekuweka kwa hiyo shida, uolewe mapema, na labda ulikuwa unatamani kuenda shule, kupata elimu bora ili ufanikiwe katika maisha, ukuwe mtu tofauti na wengine. Na kwa sasa jinsi unaona maendeleo yanaendelea, wasichana wanapoolewa, sijui mmoja wanashindwa na mabunyumba, wanarudi tena makwao. Wengine wanarudi kulingana na hawaelewani. Unajua ndoa ni kuvumilia. So maybe mwingine atakosa kuelewana katika ndoa yake, ama ile kuna kupigana, GBV, violence, fighting, wanakupiga, inabidi urudi nyumbani. Na wengine, wazazi wengine, nilikuwa nasema wazazi wengine, watoto wenu wakirudi nyumbani, jaribu wajaribu kuelewa, kwa sababu si kila ndoa inaendelea vizuri, zingine ziko na mashida. Unaweza kaa kwa ndoa baadaye uliwe. Ndio hivyo. Pia chanzo kubwa ya hao wasichana wengine kurudi makwao alikuwa kwa ndoa, inaweza kuwa nini kama wao msichana? Inategemea pia na
wanaume wao ama wao wenyewe. Siwezi, I can't judge men. Pia kuna wanawake wengine ama wasichana wengine hawana heshima katika ndoa, maybe wako na tabia usharati, umeona, ameshikwa ama ni wavivu. Unajua ndoa usikuwe mvivu. Wengine ni wavivu. So maybe bwana amekuja amekuachia vitu, amekuachia pesa ya chakula, fedha ya chakula, alafu ukose kumpikia mwanaume wako. Unajua inaleta makasiriko na inaleta ile kuvurugana baina ya mwanamke na mwanaume. So ndio maana wengine wanarudi ama wanaume wengine pia hawaelewani ama hawarespect mabibi zao pia. Na unajua wadada wengi hapa Kakuma wanaanza jituma. Kupata kwao kazi, yani kupata kwenu kazi kama wasichana inaguaga ni rahisi ama mnakuwa pitia changamoto makubwa? Tunapitia, zingine ni rahisi, zingine tunapitia changamoto. Unaweza kuwa umesoma, umepata, uko na certificate zako, lakini wakati wa kupata kazi ni shida. Unaweza enda ofisi ama unaweza apply kazi, upite hiyo interview. Ukose, umepita, umefanyiwa kila kitu, ukose kuitwa ama ukose kupewa kazi, juu kuna mwingine huko amefanya corruption, yani labda amelipa ama wako na mahusiano na huyo mtu. Sisi wengine tunateseka sana, cause kuna wakati pia mimi niliapply kazi. Kuapply kazi nilipita, nilifanya vizuri. Nikapigiwa simu, niende nichukue kila kitu, bank account, kufika kwa ofisi, kumbe kuna mwenzangu alilipa pesa na mimi sikuwa na hizo pesa. Ilibidi wanifukuze. Na hivyo ndo nikatoka. Tangu siku nilichukia hiyo kampuni. Hata nikisikia advert najuanga tu, nishaweka kwa akili. Najuanga tu hata nikifanya anything kuna mwenye atachaguliwa ama ataingia na jina yangu. Na wewe sasa kama msichana, una uwezo kabisa ya mwenyewe kujifungulia kazi yako? Naweza jifungulia kazi yangu cause napenda sana mambo ya beauty, mambo ya fashion pia, mavazi. Unajua msichana, as long as ukue na kitu, alafu nimeenda katika training tofauti, so niko na hiyo knowledge kidogo ambayo yenye naweza fungua, as long as niko na pesa, fedha yenye inaweza nitosha na kufungua biashara. Mimi nafungua biashara na kupiga kazi na kuendelea na maisha mbele. Vile vile unaweza ajiri wengine wasichana. Naweza ajiri. Unajua wasichana wanakuwa na hiyo makiburi zao. Sasa mimi siwezi ajiriwa na mwenzangu msichana. Unakuwa unasema nini kwa hiyo? Kulingana, unajua pia kulingana vile una convince, alafu pia unatafuta ule mtu mwenye. Saizi maisha huko nje ni ngumu. Mimi hata nikiajiriwa na msichana mwenzangu, mimi siwezi kuwa na kiburi ama kukataa. Mimi as long as nipate ile kidogo, kuliko niende nifanye umalaya, afadhali nipate hiyo kazi yangu ya jasho yangu na nikifikiria vitu zingine ambaye yenye itanisaidia baadaye. Mpendwa mtazamaji, kama ndio unaendelea kujiunga nasi, tambua ni Beyond Borders. Tunaendelea na dada yetu ambaye tuko naye ndani ya studio. Sasa unajikuta sasa wasichana wengine wameshakuwa na ujauzito, wamezalia makwao. Nini nagoge natuma hiyo? Kutuma hiyo. Wengine pia ni adolescents. Wengine ni wengine pia ni wengine ni pure pressure, wengine ni ile wenyewe ndo wanajitakia. Saizi kwanza kwa community yangu kuna wengine wanasema eti mtu fulani Sara alizaa, mbona mimi nisizae? Umeona? Ama anasema eti juu nani alizaa, mbona nisikue na mtoto? Unajua kuzaa si vibaya, ni baraka ya Mwenyezi Mungu, lakini kabla hujazaa fikiria maisha ya huyo mtoto. Usimlete mtoto duniani alafu akuje hangaike ama ateseke, ama wewe mwenyewe ni mwanafunzi uende upate hali pregnancy. Unajua inaleta aibu. Umeona, inaleta aibu. So inabidi pia wasichana, kabla mjafanya kitu, mfikirie kwanza mko na future ahead. Umeona, mko na maisha mzuri. Soma, pata kazi yako, uko na haki ya kufanya chenye unataka, uolewe, ukue katika ndoa yako, yani build future yako na watoto wako na bwana yako, ni hivyo. Lakini mtu asikupe pressure
eti uzae eti juu mtu fulani alizaa. Kila mtu na maisha yake. Kwa muda wako huu tunashukuru sana. Asante. Mpendwa mtazamaji, kama ndio ulikuwa unajiunga nasi, ni Beyond Borders Podcast iConnect. Tunakuletea kipindi chako Sauti ya Mkimbizi, na tulikuwa na dada yetu kwa sikia leo. Umesikia tumezungumzia mengi kuhusiana na masuala ya wasichana. Usikose basi kujiunga nasi kwa video zingine, vipindi vyetu vinaendelea. Eve Kasinde alikuwa anashikilia kamera, huko ufundi kiweza kusaminiwa kabisa na Chris Santos. Mimi ni Esther Shubabu. Bye bye, tukutane baadaye.